Asante. Kwa majina naitwa Alfred Kapole. Mimi ni makamu mwenyekiti wa chama cha watu wenye ualbino Tanzania. Lakini vile vile mimi ni mjumbe katika taasisi ya mtetezi wa mama katika upande wa watu wenye ulemavu. Tunazungumzia uchaguzi mkuu 2025. Hasa makundi ya watu wenye ulemavu, namna gani watu wanaweza ambapo watu wataweza kushiriki katika uchaguzi mkuu. Ya kwanza ni kutoa elimu kwa jamii au watu wenye ualbino wenyewe na watu wenye ulemavu kwa ujumla, kuhakikisha kwamba tunawaambia ili waweze kujitokeza. Cha kwanza wawe wa kwanza katika kuhakikisha kwamba wanapiga kura, kwa sababu kupiga kura ni haki ya msingi ya binadamu. Kila mtu ana haki ya kupiga kura. Lakini vile vile tunahamasisha waweze kuchukua fomu namna gani wataweza kugombea nafasi mbalimbali, ikiwemo nafasi ya udiwani na ubunge. Sisi kwenye urais hatuweze kuzungumzia kwa sababu tayari kamati kuu ilishafanya uteuzi ambao ni wa kutosha, ambao tunasema Mama Samia mitano tena, tukimaanisha kwamba na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi. Hakika wanatufaa katika kuhakikisha kwamba wanakusukuma gurudumu la kuendesha nchi kwa halali, lakini kuhakikisha wanatufikisha katika nchi ya ahadi kama ya wana wa Israeli walivyokuwa wamechaguliwa. Kwa hiyo na sisi ndivyo tunavyosema, lakini tunaendelea kuhamasisha wenzetu wa Tanzania, watu wenye ulemavu kwa ujumla, kuhakikisha kwamba watu wenye ulemavu wajitokeze kwa wingi katika kuona wanachukua fomu ya kugombea udiwani na ubunge. Lakini vile vile waweze kujitokeza kuhakikisha kwamba tunapiga kura. Kupiga kura ni haki ya msingi, kuchagua na kuchaguliwa, hizo ni haki za kimsingi za kikatiba. Kwa hiyo tunaomba Watanzania wote, jamii inayotuzunguka, mtu mwenye ulemavu yoyote, mtu mwenye ualbino akichukua fomu, basi tuhakikishe tunamuunga mkono kuhakikisha tunapata ushindi wa kutosha. Asante ndugu waandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Mariam Juma Bisaku. Ni mwenyekiti wa makundi maalum au watu wenye ulemavu ndani ya taasisi ya mtetezi wa mama taifa. Ndugu mwandishi wa habari, sisi watu wenye ulemavu tuna nafasi nyingi. Cha kwanza tunashukuru serikali yetu inatuangalia sana. Hata kwenye sehemu mbalimbali tunapewa kipaumbele. Lakini mimi ninachowasihi ndugu wa Tanzania na watu wenye ulemavu wajitokeze. Kwa mfano kama muda huu tuko kwenye muda wa uchaguzi, wajitokeze, wachukue fomu, wajaze fomu, wagombee nafasi mbalimbali. Sasa hivi tuna nafasi ya ubunge na udiwani. Tunajua mama ameshapita na tumempa mitano tena. Ndio maana tunasema mtetezi wa mama Samia anatosha, mitano tena. Tumeshampa mitano tena. Mimi nagombea viti maalum bungeni kutokea wilaya ya Nyamagana. Okay. Kwa hiyo mimi ninachowasihi ndugu wa Tanzania, kuwakilisha watu wenye ulemavu. Na wakilisha watu wenye ulemavu. Kwa hiyo mimi ninachowasihi hata ndugu zangu wengine wenye ulemavu washike nafasi hizo, wagombee viti maalum ubunge, udiwani, aidha wachukue kabisa udiwani aidha ubunge. Kwa hiyo hili jukumu la kugombea sio kwamba ni mzima tu. Ni watu wote wanaweza kugombea hata kama una ulemavu wa aina yoyote ile. Naitwa Happy Paulo Kondi. Natoka wilaya Nyamagana.
lakini ni mwenyekiti wa mtetezi wa mama wilaya Nyamagana. Na shukuru waandishi wa habari, mtetezi wa mama. Mkutano mkuu na mambo mengi. Tunaenda kujua mambo kadha wa kadha kuhusu taasisi yetu, na kikubwa zaidi tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi. Na sisi kama mtetezi wa mama tuko naye bega kwa bega. Na ndio maana tunasema kauli mbiu yetu inasema mtetezi wa mama, Samia anatosha, mitano tena. Kwa nini tunasema mitano tena? Tunaomba aendelee kuwa rais wetu. Ndio maana tunasema mitano tena. Na kiuhalisia tayari ataendelea na mitano tena. Kwa sababu tunasema tukiwa na ujasiri, na tunasema tukiwa na imani kwamba atakuwa tena rais wetu mitano tena, kwa sababu ya kwanza amekuwa ni mtu ambaye ni shupavu. Kipindi amekabidhiwa madaraka haya, Watanzania 100% waliona kwamba kwa vile ni mama na ni mara chache sana jinsia ya mama kuwa rais. Kwa hiyo iliwapa watu lakini baadaye tunayoyaona mpaka sasa kiuhalisia amefanya mambo makubwa sana, tena kwa ujasiri. Kwa majina naitwa Grace Welema, mwenyekiti wa mtetezi wa mama mkoa wa Mwanza. Kwa nafasi yangu hiyo mwenyekiti nimeteuliwa nina kama wiki moja, na hapa tunahamasisha wanamtetezi wote mkoa wa Mwanza kwenda kwa mkutano mkuu. Kule ndio kutakuwa na majibu yote tutakavyoenda kusikiliza viongozi wa juu wanasema nini na kutupa mikakati jinsi ya kuja kusimamia uchaguzi. Kama mimi mama pia ni mwenyekiti wa taasisi ya mtetezi wa mama, ninasihi wamama wote wasilale. Wamama tuamke. Wamama tunaweza. Usije kuona umekaa nyumbani ukasema huwezi. Mambo mengi yako mbele ukisimama na uwe na ujasiri wa kuthubutu. Kuna fursa nyingi. Tukisimama mama wako wengi wako wanauza matunda, lakini usiogope kusimama. Ukiogopa nitaona aibu unapotembea barabarani. Wamama tunaweza, kama tunavyoona rais wetu Samia Suluhu wakati anaingia kwenye urais walisema hataweza. Wamama tunataka tuonyeshe vitendo kwenye kugombea wajumbe, kuna madiwani, kuna wabunge, viti maalum wa mama. Kwa hiyo tusione wamama hatuwezi, inatakiwa tusimame. Na mimi kama mwenyekiti bado tuendelea kusemea wamama kwenye uchaguzi mkuu. Watu wameambiwa wajitokeze kwenda kuchukua fomu, wasirudi nyuma kwenda kuchukua fomu. Wasubutu wachukue fomu ili wajitokeze. Tuko tayari kumsemea mama kwa yote aliyoyafanya.